tafadhali bonyeza neno subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele, kisha like na ukomenti. Mungu atakubariki. Baba Askofu, ninalo swali leo kwa niaba ya hawa ambao wamekuuliza wewe, lakini mengine wamefika kwetu wanahabari. Swali hili linahoji: Askofu, tumeshuhudia picha zinazoonekana kutrendi au kuonekana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ukiwa na viongozi wa mitume na manabii. Sasa tunajiuliza, ndio tuseme umejiunga na kuridhia kuwepo katika imani za mitume na manabii? Swali lako lina mtego fulani, kama ile maswali yalikuwa yanaulizwa Yesu maswali yenye mtego. Nitumie fursa hii kutoa ufafanuzi kwa unyenyekevu kwanza, kwamba hata mimi nilishtukizwa. Nilipata mwaliko rasmi wakati wa birthday ya CCM, na mimi nilikuwa mmoja wa watu walioalikwa na mamlaka, na sababu za kualikwa sikuambiwa, na wala sikuambiwa kwamba ni kwa sababu hiyo, ila niliitwa tu Dodoma na nikasema sawa, nitakuja. Kwa hiyo nikaenda. Mapokezi niliyoyapata alikuwa ni mazuri, kwenye hoteli nzuri, na ni katika hoteli hiyo, wakati nimeingia kwenye mgahawa, ndio nikakutana na mitume na manabii au viongozi kwenye mgahawa. Mpaka hapo ninakosa gani? Kwanza nimeitika wito wa mamlaka, nimepewa mapokezi mazuri kwenye hoteli nzuri, na inabidi nikitendee haki kile chakula cha hoteli. Kwa hiyo nikaingia kwenye mgahawa. Kwenye mgahawa ndio nakuta wenzangu nao pia wamealikwa kama mimi nilivyoalikwa. Kwa hiyo tulijikuta sisi wote kwa pamoja katika sehemu ambayo ni ya kushtukizwa. Mimi ndio tafsiri yangu hiyo. Na swala lilikuja kwamba okay, sasa kwani kulikuwa kuna lazima gani ya kupiga picha ya pamoja? Nadhani hiyo ndio ninapenda kuitolea ufafanuzi. Kwanza, wale ni vijana wangu. Mmoja ni mzee mwenzangu anaitwa Bishop Maboya. Huyo ndiye tuliweza kuongea na yeye, ndiye aliyekuwa anawavuta mmoja baada ya mwingine ndani ya ule mgahawa, ile restaurant. Waliobakia ukimwacha yule Devi wa Arusha, ambaye ndio baada ya miaka 42 tunakutana ana kwa ana kwenye mgawa, baada ya miaka 42 kupita. Wengine ni vijana. Sasa wakati tuko kwenye mazungumzo ya kawaida, labda nieleze tu kwa kuelimisha jamii, na pengine ndilo ambalo jibu la msingi. Najua kwamba serikali inaongozwa na katiba. Katiba kuna kifungu maalum cha uhuru wa kuabudu na kueneza imani, na uhuru huo ni uhuru kamili, kwamba kila mtu ana uhuru wa kuabudu jina anayotaka, Mungu anayemtaka,
bila kujali ni Mungu wa namna gani. Na ndio maana Wizara ya Mambo ya Ndani na idara maalum ya kusajili vikundi mbalimbali vya imani mbalimbali. Kule kwa msajili hatuitwi kwa majina ya imani zetu, tunaitwa kwa jina la vikundi vya kijamii. Umeelewa? Vikundi vya kijamii viko vya aina nyingi na vya dini, lakini ni vikundi vya kijamii.